kilichofanya mimi kufika kwenye chuo ni kujifunza kushona vitu mbalimbali, suruali, kaptura na kadhalika. Kila mpaka sasa hivi nina mwezi mmoja. Matarajio yako ni nini endapo ukawa tayari umefahamu kushona, kudesign na mambo mengine? Matarajio yangu ni kuwa na ofisi yangu. Kwa mwanafunzi wa chuo cha Uyui, ninasoma miaka miwili mpaka sasa na miezi miwili tangu nimefika hapa. Pia tunajifunza kushona, tunashona suruali na kaptura. Pia tuna mashine aina mbili, na mashine za kawaida na mashine za umeme. Lakini pia tuna mikasi ya kawaida, mikasi ya umeme. Pia mpaka sasa tumeshajua kujifunza kushona, tunajifunza suruali kushona, tunajishonea wenyewe. Lakini pia ninatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea VETA hii, tumejifunza na tutaendelea kujifunza. Ni mkuu wa chuo cha VETA Uyui, na kama inavyofahamika VETA kama mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi ni wakala wa serikali ambaye anasimamia mafunzo ya amali kwa maana ya ufundi stadi. Na chuo cha VETA Uyui ni mmoja wa chuo cha VETA Uyui kilianza kujengwa mnamo mwaka 2020 na hadi kufikia mwaka 2023 Disemba kikawa kimekamilika, na mafunzo tulianza rasmi Januari 2024. Tulipokea fani tulizoanza nazo zilikuwa ni mbili, ambazo zilikuwa ni ujenzi wa majumba ambao tunaita ni masonry and bricklaying, lakini na fani ya umeme. Tulianza na wanafunzi hao. Jumla walikuwa 48 mwaka 2024, lakini mwaka 2025 wale vijana 44 waligraduate 39 walihitimu. Chuo kilianza na fani hizo, lakini kwa mwaka huu mwaka 2025 pia tulifanikiwa kuongeza fani. Kwa tukawa na fani sasa ya umeme kwa majumbani, ujenzi, secretarial and computer, maana ya waziri na computer, lakini tukawa na fani ya ushonaji, kusoma ubunifu wa mavazi. Kwa fani ziliongezeka kutoka kwa fani mbili 2023, 2024 tukawa na fani 4 ambazo zinaendelea mpaka sasa. Lakini kwa mwaka huu wa 2026 tumeongeza fani ambayo ni fani ya ufundi wa magari, lakini na fani ya ufundi bomba maana ya plumbing and pipe fitting, lakini na fani ya welding kwa maana welding and metal fabrication, kuungaji vyuma. Tumeongeza fani hizo na kusababisha fani hizo kufikia fani 7. Tutakwenda moja kwa moja kwenye mafunzo yanayotolewa. Tutaanza na kozi fupi ambazo tunaenda kwenda kuelimisha jamii kwa skills mbalimbali kulingana na shughuli zao zinazopatikana katika mazingira yao halisi. Tunafundisha fani za matumizi ya kompyuta. Hizi kozi fupi kwa maana za kuanzia mwezi mmoja hadi miezi 6. Tuna matumizi ya kompyuta, udereva wa pikipiki, udereva wa awali, umeme wa majumbani, ushonaji nguo, ujasiriamali, uwashi kwa maana ya ujenzi, ufundi magari, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi bomba, uwaziri na kompyuta. Hizi ni kozi za fupi ambazo mbalimbali mwananchi anaweza akaja na akahitaji na tukampatia za mwezi mmoja, miwili, mitatu mpaka miezi 6. Kozi za muda mrefu ambazo kwa sasa tunazotoa hadi siku hii ya leo tunapozungumza, ambao ni fani za kozi za miaka miwili mpaka anamaliza ngazi ya pili, alafu na mwaka wa 3 anamalizia ngazi ya 3. Zifuatazo: umeme wa majumbani, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi ambayo zamani ilikuwa inaitwa tailoring. Tuna uwashi kwa maana ya ujenzi, lakini tuna ufundi wa mabomba ambao Kiingereza tunaita plumbing and pipe fitting, lakini tuna uundaji vyuma na uchomeleaji vyuma ambao unaitwa welding and metal fabrication, lakini tuna ufundi wa kutengeneza magari, motor vehicle mechanics.
Idadi ya wafanyakazi, tuna watumishi wa kudumu waliopo 9, lakini tuna watumishi wa mkataba 9. Jumla tukafikisha idadi ya watumishi 18 sasa. Kienda kwa haraka idadi ya wanafunzi kwa fani tulizonazo. Umeme kwa maana ya wanawake tuna wanaume 57, wanawake 15, jumla 72. Ujenzi tuna wanaume 13, wanawake 2, jumla 15. Uwazili na kompyuta tuna wanaume hakuna, lakini wanawake tunao 8. Ubunifu wa mavazi tuna wanaume 2, wanawake 24, lakini uungaji vyuma, welding and metal fabrication tuna wanawake 4, wanaume 4, wanawake 0. Magari tuna wanaume 11, mwanamke mmoja. Plumbing and pipe fitting kwa maana ya mabomba tuna wanaume 9 na wanawake 3. Mafunzo ya muda mfupi ambayo yanatolewa kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali na mengineyo. Tuna ufadhili ambao umeletwa, watoto hapo wanafadhiliwa na shirika la TACAIDS, ambalo tuna wanafunzi ambao tumewafundisha katika fani ya umeme, ubunifu wa mavazi na ushonaji na kompyuta. Umeme tulikuwa na wanaume hakuna, wanawake 22. Ubunifu wa mavazi na ushonaji wanaume hakuna, wanawake walikuwa 36. Kompyuta tulikuwa tuna wanawake 2, na kusababisha idadi ya watu waliofadhiliwa na shirika la TACAIDS waliohitimu kufikia 60. Wanawake na Samia. Wanawake na Samia tulipokea katika fani mbalimbali ambazo ni umeme wa majumbani, matumizi ya kompyuta, ubunifu wa mavazi na ushonaji, lakini pia wajifunza batiki. Tutatamka kwa takwimu. Umeme wa majumbani tulipokea wanawake na Samia, wanaume hakuna, wanawake walikuwa 8 na walihitimu wote 8. Matumizi ya kompyuta walikuwa wanawake 13. Ubunifu wa mavazi walikuwa wanawake 48. Batiki walikuwa wanawake 5, na kusababisha idadi ya kozi fupi hii inayofadhiliwa ambayo ilikuwa ni ya wanawake na Samia kufikia 74 waliohitimu mpaka sasa. Kozi ya kompyuta tulipokea wanaume 3 na wanawake 5, jumla wakasoma 8. Udereva wa awali wa pikipiki tulipokea wanaume 267 na wanawake 13, na kufikisha idadi ya wanafunzi waliosoma kozi fupi ya pikipiki 280 tokea kuanzishwa kwa chuo chetu. Huduma zingine tunazozitoa, kuna chuo kinakodisha ukumbi kwa ajili ya mikutano, tunashona sare za mbalimbali za shule kwa sababu tumepata mashine, kujenga majengo ya binafsi na taasisi, tuna uwezo huo mpaka sasa. Tukipata kazi ya kujenga madarasa na nini, chuo kina uwezo kwa sababu kinafanya ujenzi, kinafanya umeme, kinafanya mabomba, unaona kinafanya ya welding, zote hizo ni fani za kiujenzi. Kwa hiyo tunaweza kuanza nyumba inapoanza mpaka ikakamilika. Mfumo wa umeme tunafunga, kuandaa matangazo na vipeperushi mbalimbali, lakini kutengeneza kazi. Lakini tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu chuo kimefanikiwa kupata vifaa vipya na vya kisasa vinavyoendana na teknolojia na kuweza kutatua changamoto za jamii husika. Tumefanikiwa kuletewa vifaa vya fani ya ubunifu wa mavazi kwa maana ya ushonaji nguo. Tukipita karakana mtaona mashine za kisasa. Nikisema za kisasa ni kweli kwa sababu ni kiwanda sasa. Maana yake hata wilaya ya Uyui inaweza kaanza kuleta orders za uniforms na tunaweza kutoa. Tulitoa mashine, lakini mashine za karakana ya ujenzi, washi kwa maana ya washi, na mashine za kisasa ziko pale, mashine za kufyatua matofali za umeme za kisasa zipo. Lakini tumeletewa vifaa vya karakana ya umeme. Na kitu tumeletewa pia vifaa vya tehama kwa sababu tuna labu ya kompyuta, mifumo kompyuta za kisasa. Mfano mnaona mtakuta kompyuta kwenye labu ya kompyuta pale, na kompyuta za kisasa sana. Tunaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kufikisha hapa. Mambo
mengine tunashukuru tu kwa maana ya mafanikio, tumepata usajili wa kudumu wa NACTVET, baraza la ufundi, naendelea nao, lakini tulivyo vifaa nimeshasema. Ujenzi wa chuo umekamilika kwa maana ya 80%, lakini kuna vitu vingine vinaendelea kukamilika. Kuendesha kozi fupi katika sekta mbalimbali na jamii, wanaendesha personal lesson kwa ajali wilaya sasa tunazunguka mpaka Tura na kadhalika zote. Wanapata ajali kufika kule, sheria zinawabana, lakini tumewapa vyeti na wamepata leseni. Lakini pia tumepanda miti katika mazingira yote takribani 1500, lakini ongezeko la watumishi kutoka 1 hadi 18. Tunashukuru serikali na bado imeendelea, na juzi naona kuna watu wengine tena wameajiriwa, na imani kwamba tutaendelea kupata watumishi wengine wengi zaidi. Kuboresha miundombinu, tumefanikiwa kuboresha miundombinu kwa nguvu kazi ya wanafunzi na ujuzi wa wanafunzi, kwa maana wanajifunza maana kazi za ujenzi, wanafunzi wa ujenzi wanajifunza kutatua ile miundombinu ya kiujenzi, lakini kuimarisha mahusiano mazuri na viongozi wa serikali katika wilaya ya Uyui. Changamoto, tunaweza kuwa na changamoto mbalimbali, kufuata changamoto za nyumba za watumishi, lakini upungufu wa watumishi, licha ya serikali inaendelea kuajiri kila muda. Kama mtaona, nilianza na nikiwa peke yangu, lakini sasa hivi nina nguvu kazi ya watu 18 na ni sisi 2024 mpaka kufikia sasa. Kwa ni spidi ambayo ni nzuri ya serikali inayoonyesha kufidi hizo gaps za walimu.